Wasikilizaji na watazamaji, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina uniite mtumishi wa Mungu Kasereka Muko ya Uziase. Nasema Bwana akubariki, amina. Asubuhi ya leo tunazungumzia juu ya jambo linalosema juu ya uamsho wa kanisa. Uamsho wa kanisa. Wakati tunaposema juu ya uamsho wa kanisa, ina maana ya kwamba kanisa linakuwa na uhai. Katika kitabu ya Matendo ya Mitume tunatazama ya kwamba kanisa la kwanza liliweza kuwa na uhai, na kunayo mambo ambayo yanaonyesha ya kwamba kanisa lina uhai. Jambo la kwanza linaloonyesha ya kwamba kanisa linakuwa na uhai ni wakati ambapo kanisa linadumu katika mafundisho. Wakati kanisa linapodumu katika mafundisho, maana Biblia inasema ya kwamba mitume walikuwa wakidumu katika mafundisho, na ile mafundisho ilikuwa inaleta watu wa Kristo na kuweza kubadilisha maisha ya watu. Jambo la pili linaloonyesha uamsho wa kanisa ni wakati ambapo washiriki wa kanisa wanadumu katika maombi. Wakati wanapodumu katika maombi, ile kanisa linakuwa na uamsho. Kanisa linalokuwa na uamsho vile vile lazima miujiza iweze kuonekana katika lile kanisa. Kanisa lisipokuwa na miujiza, inamaanisha lile kanisa limeweza kukufa. Maana katika kanisa la kwanza miujiza ilikuwa inaonekana katika kanisa la kwanza, na kama wachawi wanafanya miujiza, lazima vile vile miujiza iweze kuonekana kwa Mungu wetu, muumba wa mbingu na dunia. Vile vile jambo lingine linaloonyesha kwamba kanisa linakuwa na uamsho ni wakati ambapo kanisa linatangaza habari njema nje ya kanisa. Wakati linapoenda huko na huko likitangaza habari njema, ile kanisa linakuwa na uamsho. Mungu atubariki. Tukimaliza somo hii, natafuta kukuita na uweze kudumu pia ndani ya neno la Mungu. Hivi unapoishi katika kanisa ambalo linadumu katika neno la Mungu, katika maombi, inakuwa pia na wewe maisha yako ya kila siku. Na kuna kanisa nyingi kabisa ambazo zimekwisha kupoteza upako huu. Kanisa hazipati tena muda ya kuweza kuomba, hazipati tena muda ya kuweza kufundisha neno la Mungu kwa kweli. Watu wameanza kubaki ndani ya mafundisho ya kusema utabarikiwa, Mungu ataweza kukupatia magari. Ni yale sasa mafundisho ambayo imeweza kuaffect Eglise pour le moment, na watu wanakataa sasa kuanza kuingia katika kujifunza neno la Mungu na kuweza kudumu katika neno la Mungu. Ila ndugu mpendwa, shauri ambayo tunakupatia tena katika muda huu, uweze kudumu pia ndani ya maisha yako, ndani ya neno la Mungu, ndani ya maombi, na itakusaidia kuweza kuwa Mkristo mwema wa kuweza kupendeza Mungu. Mungu akubariki sana. Amen.